sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe. Heri ni kute mateso sawa sawa na wewe, niongoze safarini, mbele nichukue, mlangoni mwa mbingu niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu, mkutano huu umekusanyika hapa kukushukuru kwa ajili ya maisha ya mpendwa wetu Mheshimiwa Cleopa David Msuya, ambaye umemtoa kutoka maisha haya. Lakini mkutano huu unahitaji faraja yako. Tufariji kwa neno lako la uzima. Tukutazame wewe, tukiamini kwa dhati kwamba tutakutana naye siku ile ya ufufuko, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sikilizeni neno la Mungu kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike wa kwanza, sura ya 5 mstari 1 wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari ule wa 18. Neno la Mungu linasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Neno la Mungu. Kaeni tafadhali. Ndugu zangu, waombolezaji wote tuliokusanyika hapa, awali ya yote ninaomba nianze kwa kuwakaribisha wageni wote katika diocese hii ya Mwanga ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Niwakaribishe wanafamilia, lakini pia niwakaribishe wageni mbalimbali mnaotoka ndani na nje ya nchi. Karibuni sana. Lakini jambo la pili, niseme neno la pole. Pole kwa familia ya mzee wetu Cleopa David Msuya. Pole kwa watoto, pole kwa wajukuu, lakini pole kwa ndugu wa karibu, lakini pole kwa wananchi wenzangu, Wanamwanga wote na Watanzania wote kwa ujumla, kwa kuondokewa na baba yetu, kiongozi wetu mstaafu. Sipendi kutumia neno kwamba tumepoteza, lakini tumeondokewa, kwa sababu baba yetu aliishi maisha yasiyo na hasara, na hivyo vita amevipiga vilivyo vizuri, imani ameilinda, ameacha alama zinazoeleweka, na hivyo anatusubiri na sisi kule aliko. Kwa hakika tutakwenda. Kwa hiyo atafufuliwa siku ya mwisho pamoja na sisi wote tunaoamini, na tutakutana naye. Na kwa kuwa alikubaliwa na Mungu katika ubatizo mtakatifu, hatujampoteza, lakini tumeondokewa naye. Jambo la tatu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu siku hii ya leo, kama vile neno la Mungu linavyosema, shukuruni kwa kila jambo. Ndugu zangu Wanamwanga, wa Tanzania na wote mliofika hapa, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kutupa Mheshimiwa
Cleopa David Msuya. Familia, mshukuruni Mungu kwa kuwapa baba bora ambaye amewatunza, ambaye amewalea na kuwafikisha katika hatua na umri ambao mmefika, ndipo Bwana akamtwaa. Wako wengi ambao walizaliwa ilipotungwa mimba tu baba akafa. Wengine wamezaliwa hata ukimuuliza sura ya baba hajui. Lakini hata hivyo, kifo ni kifo, kinauma. Lakini kwenu ninyi, mshukuruni Mungu kwa kuwajalia kumuona katika uzee, kumuona akicheza na wajukuu. Mshukuruni Mungu. Familia, mlipata baba bora, mshukuruni Mungu kwamba mlizaliwa katika familia hiyo. Lakini wilaya ya Mwanga ilipata mbunge bora ambaye ametumika kwa uaminifu na akapendwa, akapendeka, na yeye aliwapenda watu wa Mwanga. Lakini serikali ya Jamhuri ya Muungano Tanzania, tumshukuru Mungu kwa ajili ya mtu huyu ambaye amekuwa waziri mkuu mara 2 katika taifa letu. Serikali na Watanzania wenzangu, tumshukuru Mungu kwamba tulipata kiongozi bora. Lakini tulipata mtu wa maana aliyefanya mambo ya maana. Najua kuna wengine wanapata nafasi za uongozi wanafanya mambo ya hovyo hovyo, lakini baba huyu alifanya mambo ya maana. Alisema alichokiamini, aliishi alichokiamini. Mtu mwadilifu. Kanisa, tulipata muumini makini, msema kweli, aliyeweka maslahi ya Mungu mbele, maslahi ya kanisa mbele, kabla ya maslahi yake au maslahi ya mtu mwingine. Ninayezungumza mbele yenu ni askofu mteule wa dayosisi hii ya Mwanga. Nilipata nafasi ya kumtembelea mzee huyu pale Upanga nyumbani kwake tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka huu, na nilipata nafasi ya kuzungumza naye, na kwa kweli niliambiwa ukienda kwa mzee huyu uende na notebook. Na hivyo nilijikusanya nikaenda na notebook yangu, na tulizungumza mambo mengi. Alikuwa anakumbuka mambo mengi, lakini pia alikuwa anaiona mbele. Alikuwa anaiona mbele, na aliniangaliza mambo mengi ya mbele. Alinionyesha anavyolipenda kanisa, na nilipata neema ya kuandika mengi. Nilipata neema ya kuomba naye na kumtakia baraka za Bwana. Sikujua kama ilikuwa ni siku ya mwisho ya kuzungumza naye, lakini mapenzi ya Mungu yametimizwa, na mimi nilivuna hazina ya kwake. Akikuambia jambo, ukimwangalia usoni, anachokisema kinafanana na uso wake. Mtu wa pekee sana, ambapo tuna watu wachache wa namna hii. Imani aliyoishi akiwa kwenye utumishi wa umma ndiyo ile ile aliyoishi akiwa kanisani. Kuna watu wengi wana rangi mbili. Ana rangi ya kanisani na msikitini, alafu ana rangi ya kazini kwake. Ninaomba tusiwe kinyonga. Kupitia msiba wa mzee wetu, tuwe na rangi inayotutambulisha. Tukiwa kwenye nyumba za ibada tuwe sisi, tukiwa kwenye majukumu ya kawaida tulioaminiwa na umma tuwe sisi. Imani yako isiishie kwenye mlango wa nyumba ya ibada, unapotoka tu ukiambiwa nenda kwa amani ya Bwana na imani imeisha. Lakini imani yako iendelee, ushuhuda wako uendelee. Na ndio maana Askofu Bagonza amekuja hapa, Askofu Ilinti amekuja hapa, na kesho maaskofu wengine watakuja pamoja na mkuu wa kanisa, kwa sababu ya imani aliyoilinda baba yetu mpendwa, ili tuweze kumsindikiza kwa pamoja. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, tunapaswa kumshukuru Mungu kwa ajili ya baba huyu ambaye amekuwa mwalimu wa wengi. Sio tu kiongozi, lakini amekuwa mwalimu wa wengi. Na ndio maana tuliposhirikishwa sisi kanisa, tukasema tutafanya ibada. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya mwenzetu ambaye ameilinda imani na ameulinda ushuhuda. CD Msuya alikuwa zawadi kutoka kwa Mungu,
lakini pia alikuwa zawadi ambayo Mungu ameileta kwa wanamwanga, na ameileta katika familia, na ameileta katika Tanzania. Siwezi kuwa na maneno ya kutosha kueleza juu ya alama za mtu huyu alizoziacha kwa jamii na kanisa. Jambo kubwa leo, tumshukuru Mungu kwa ajili yake, na yale ambayo tumejifunza kwake tuyaenzi kwa kuyaendeleza. Niseme mwanga wa umoja na mshikamano umebaki kwetu. Baba huyu amekuwa sababu ya kuleta mwamko kwa wananchi, amekuwa sababu ya kuleta maendeleo hata kwa kanisa. Mtu huyu hakuwa mbinafsi, alitambua kwamba nafasi aliyopewa ya uongozi na hata mali zake binafsi alizopewa ni za Mungu. Nilipokutana naye Upanga tarehe 12, alinieleza mpango wetu wa diocese, akanieleza kile ambacho familia yake imepewa ili ikitekeleze. Pamoja na kwamba alikuwa katika maumivu kiasi, lakini anakumbuka kwamba ninawiwa nini na kanisa. Na bila shaka familia mnaelewa ninachokisema. Baba alikikumbuka, na naamini mtakikumbuka na mtauendeleza utumishi ule ule na yale ambayo Bwana amewabarikia na yale ambayo Baba amewafunza. Alitumika kwa Mungu bila kujali jina kubwa alilojenga kwa muda mrefu, akijua kwamba Mungu ni mkuu zaidi. Siku hizi tukipata kacheo kidogo, nimekuwa askofu, nimekuwa sijui mkuu wa nini, basi hata kwenye nyumba ya ibada mpaka nibembelezwe, niende kwa appointment. Unaenda ibadani kwa appointment kwa sababu ya cheo, umepotea. Baba huyu mbele ya kanisa, mbele ya msalaba, alipiga goti, na neno moja tu lilimtosha yeye. Hakuhitaji maneno mengi kwa ajili ya kumlingana Mungu. Mungu alimtumia Mheshimiwa CD Msuya kuleta mwanga katika wilaya ya Mwanga, mwanga wa maendeleo, mwanga wa elimu, mwanga wa mwamko kwa wananchi kujenga nyumba bora. Mimi nimekulia katika maeneo haya, na wakati wa utoto wangu nyumba nyingi vijijini zilikuwa ni nyumba za nyasi, lakini baba huyu alileta maendeleo. Zilikuwa nyumba za makuti ya migomba, lakini baba huyu alichochea wananchi kujitegemea, na kwa kutumia zao la kahawa wakati ule maisha ya wengi yalibadilika, na kwa kutumia elimu watu wengi maisha yao yamebadilika. Baba huyu ametuachia mwanga wa umoja na mshikamano bila kubaguana kwa sababu ya tofauti ya dini zetu, Ukristo na Uislamu. Tunazo dini kubwa mbili hapa, lakini tumekuwa wamoja. Na mimi ni waombe askofu wenu, tuendelee kuwa wamoja, tusibaguane kwa sababu ya dini. Bwana Yesu asifiwe. Baba huyu ametufundisha kuwa wamoja katika kuijenga wilaya yetu na hata taifa, na kwa sababu hiyo ametuacha salama. Mwanga imebaki salama, taifa limebaki salama. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi hii, tumtazame yeye. Kwa nini tumshukuru Mungu leo? Kwa sababu mtu huyu hajaishi kwa hasara, ameacha faida kubwa kwetu sisi sote, faida ya mshikamano, faida ya maendeleo, faida ya kuto kubaguana, faida ya kuheshimiana. Ninapomaliza nitaje mambo machache na nitoe wito. Jambo la kwanza, natoa wito kila mwenye nafasi ya uongozi na anayefikiria kuwa kiongozi aweke maslahi ya wananchi mbele badala ya maslahi yake. Tutamuenzi kwa kuweka maslahi ya taifa na wananchi mbele badala ya maslahi yetu binafsi. Tutosheke na mishahara tunayopewa, maana hata ungeiba namna gani bado hutatosheka. Jambo la pili, Wanamwanga tuendelee kuwa na umoja na tusikubali kubaguana kwa sababu yoyote ile, ikiwemo sababu ya imani zetu na dini zetu. Tushikamane. Joni aweze kuzungumza vizuri na Juma, Joisi aweze kuzungumza vizuri na Maisara. Kama tulivyolelewa, tuendelee kuishi kwa umoja na tusibaguane. Jambo la tatu, tumwenzi baba yetu
kwa kuwa watu wanaomtegemea Mungu bila kulewa nafasi tulizo nazo, elimu tulizo nazo, vyeo tulivyo navyo, heshima tunayopewa, zisitusababishe tukasahau ibada. Tujifunze kwa mtu huyu ambaye pamoja na nafasi kubwa hakuacha kumtukuza Mungu. Mtu huyu alikuwa Mkristo Mlutheri anayejitambua. Hata sisi tulioko huku nyumbani tulijua tuna Mkristo wetu yuko Dar es Salaam. Alijipambanua. Na mimi ninawaomba msijifiche Wanamwanga. Wanamwanga, wana KKKT Dayosisi ya Mwanga, mahali popote mlipo msijifiche. Pendeni nyumbani kama baba yetu alivyotupenda hapa nyumbani. Na jambo la mwisho na la 4, tuseme kweli na kukataa uongo, hasa tukikataa watu wanaogawa fedha chafu kipindi hiki cha uchaguzi. Baba huyu ninaamini, sasa hiyo ni mimi, ninaamini hata angeamua kuwa mbunge wa maisha angekuwa. Anayebisha afanye kama anajikuna. Bwana asifiwe. Hata angeamua angekuwa, kwa sababu alipendwa. Lakini kwa sababu alijua saa ya kupanda jukwani na saa ya kushuka, alijiongeza. Lakini katika nafasi yake hakuweza kugawia watu fedha ili awe mbunge. Na kipindi hiki ninawaonya Wanamwanga, lakini kipindi hiki ninawaonya Watanzania, kataeni watu wanaonunua kura. Kataeni, hawafai. Mtu apewe nafasi kwa sifa yake njema, kwa bidii yake, kwa moyo wake. Hata mkimtazama usoni afanane na anachokisema. Mkifuata mwenendo wake, mkiufuatilia, afanane. Mzee wetu alipendwa kwa sababu kazi zake zilikuwa njema. Hata Waswahili wanasema chema chajiuza, lakini kibaya kinajitembeza. Tusikubali kuhongwa. Tusiuze uhuru wetu na dhamana yetu ya kupiga kura kwa sababu ya chakula cha siku moja, kwa sababu ya kitenge cha kuvaa siku ngapi kimeisha. Lakini dhamiri yako ikutume kufanya maamuzi sahihi. Tunapomwaga mzee wetu leo hapa, ninaomba Mungu aitie nguvu familia, Mungu awatie nguvu Wanamwanga wenzangu, Mungu atutie nguvu wa Tanzania wote, Mungu alitie nguvu taifa letu, Mungu aitie nguvu kanisa pamoja na sisi sote. Baba yetu huyu hajapotea, bali yuko na Bwana Yesu mbinguni, kwa sababu alikubaliwa na Mungu katika ubatizo mtakatifu. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana na lihimidiwe. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neno lako tu lijue tu penaro. Fungu moja tu la namba 276, nina haja nawe, tunapoenda kumwomba Mungu. Nina haja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu nakuhitaji vivyo vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi nakujia. Ni kweli Mungu wetu na Baba yetu, muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, tuna haja nawe.
Taifa letu lina haja nawe, kanisa lina haja nawe, nchi yetu ina haja nawe, jamii ina haja nawe, Wanamwanga tuna haja nawe. Kipindi hiki ambacho tunainamisha vichwa vyetu mbele ya madhabahu yako, mioyo yetu ikiwa imelemewa na huzuni, lakini tukijaa furaha nyingi kwa yale tunayoshuhudia kwa mpendwa wetu ambaye leo tunamsindikiza na kuaga mwili wake, kwa kuwa amekupendeza kumuondoa katika maisha haya. Baba yetu na Mungu wetu, tunakimbilia kwako peke yako tukikushukuru. Na neno lako limetualika, limesema nasi ya kwamba tukushukuru kwa kila jambo. Ingawa kibinadamu tunapata ugumu na kigugumizi tunapotamka neno la kushukuru tukiwa tumelemewa, utuwezeshe kwa Roho Mtakatifu wako. Ndiposa Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba faraja yako katikati yetu sisi ambao tunaunganika pamoja, taifa letu, lakini jamii ya Watanzania kwa ujumla, viongozi wote wa serikali yetu, chama, lakini viongozi wa kanisa na dini mbalimbali, tunapoungana tukiuaga mwili wa mpendwa wetu. Tunayo mengi ya kukushukuru kwa sababu ya baraka nyingi ulizoachilia kupitia kwake katika utumishi wake, katika maisha yake kwa ujumla, jinsi alivyojitoa na kuwajibika akiwa sadaka kwa kila moja katika taifa letu na kwa kanisa lako na kwa jamii kwa ujumla. Tunakushukuru. Tunaomba uendelee kutushika kwa mkono wako zaidi sana, ukainue mioyo yetu kwa imani iliyo thabiti ya kukutegemea, tukiwa na shukrani nyingi kwamba ulimpa kibali cha kuzaliwa na kuishi katika kipindi ulichompa. Baba, tusifike mahali pa kukulaumu kwa sababu wewe kwako ufanyi kosa lolote. Ulimpa umri mtimilifu, tunakushukuru, na hata sasa ukaendelee kutushika tunapoomboleza. Shika nchi yetu, shika taifa letu, hasa kipindi hiki ambacho taifa letu linaelekea kipindi cha uchaguzi. Baba, ukaendelee kutupa amani, umoja na mshikamano ambao tumeachiwa, nasi tunatamani kuenzi kupitia kiongozi wetu huyu aliyelala, ambaye alihimiza umoja na mshikamano. Ni katika pendo lako Mungu Baba